Jipe moyo, utayashinda, yana mwisho. We mama, vumilia, Watanzania wategemee vitu vizuri. Mimi ni mwimbaji mzuri na ni mwimbaji ambaye ninajiamini. Yaani unajua kuna wakati hauhitaji kusifiwa, unahitaji kujisifia wewe mwenyewe. Kwanza ujikubali kile kitu ambacho unakifanya. Mimi naujua uwezo wangu, nafanya vizuri sana. Ila tu ni wakati na nyakati za Bwana zikifika, lazima ukubaliane na hali hiyo. Wategemee vitu vizuri. Nyimbo ambazo nimefanya sasa hivi ni nyimbo nzuri sana sana, na kuna wakati nilikuwa naimba studio, hata producer alikuwa anashindwa, kwa sababu mimi mwenyewe ninayeimba napata hisia mpaka nashindwa kuimba. Kwa producer unamwona kabisa kwamba ameshindwa, inabidi tutulie kwanza, take time, tuache uwepo uende, afu baadaye tuendelee kurekodi. Kwa hiyo ninaamini kwamba kipo kitu cha tofauti ambacho Mungu anataka akifanye, sio tu kwangu lakini hata kwa maisha ya watu wengine ambao watakwenda kuzisikiliza hizi nyimbo. Kuanzia sasa sitafanya kazi mwenyewe mimi kama mimi, lakini nitakuwa under management. Kuja Mwanza kwa ajili ya kushuti video za Flora Mayara. Anakuja kwa vingine sasa hivi, ana kazi mpya, album nimeshuti yote. Tutegemea kupata kazi nzuri zenye kiwango kikubwa kama ninavyofanyaga za wengine. Hii ni zaidi na zaidi na zaidi. Nadhani mkao wa kula. Majina naitwa Mwalimu Ezekiel Elfas Molel. Mimi ndiye manager wa dada Flora Mayala kwa sasa hivi. Na management timu yake kwa sasa hivi iko jijini Mwanza, na mimi pia ni mmiliki na mkurugenzi wa shule zinazoitwa Blessing Model Schools, primary pamoja na secondary, ziko jijini Mwanza, Nyasaka pale. Dada Flora Mayala, iwe jua, iwe mvua, dada huyu atafanya mambo makubwa sana ya kutisha. Kwa sababu tayari uko mkono wa Mungu ambaye kupitia sisi, kwa mkono wa Mungu kupitia sisi, huyu dada atafanya makuu. Kwa sasa hivi haitwi Flora Mbasha, anaitwa dada Flora Mayala. Kwa sasa hivi anaitwa dada Flora Mayala, mtumishi wa Mungu. Kanisa lolote au watumishi wote wa Mungu ambao wanahitaji aje kuhudumu kupitia management ya Blessing Management Team, anaweza akapata fursa hiyo bila shida ya aina yoyote, kwa kuwasiliana tu na sisi, kwa sababu kwa sasa hivi yuko tayari kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika jukwaa lolote lile na katika fursa yoyote ile. Lakini nataka niwaambie pia Watanzania, ole kwa ufalme wa giza, maana yule muimbaji nguli wa nyimbo za Injili amerejea katika jukwaa hili. Na safari hii, Ibilisi apende au asipende, vijana wengi watakuja kwa Kristo kupitia nyimbo za dada Flora.